Ukisoma kitabu kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo kwenye Biblia, unamwona Mungu anatumia watu kwa ajili ya maisha ya watu. Unamwona Mungu anatumia mtu kwa ajili ya maisha ya mtu fulani. Ni mara chache sana Mungu alitumia kiumbe tofauti na mtu au tofauti na watu kwa ajili ya mtu au kwa ajili ya watu. Lakini kwa asilimia kubwa Mungu anatumia watu kwa ajili ya maisha ya watu. Mungu anatumia mtu kwa ajili ya maisha ya mtu. Mungu anatumia mtu kwa ajili ya maisha ya watu. Mungu anatumia watu kwa ajili ya maisha ya mtu. Mtu wa Mungu. Maandiko katika kitabu cha Petro kwanza sura 2 mstari 17 yanasema kwamba waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Ukisoma kipengele cha kuheshimu watu wote, maandiko hajasema kwamba waheshimuni baadhi ya watu, waheshimuni wafalme au waheshimuni viongozi au waheshimuni watumishi wa Mungu au waheshimuni baadhi ya watu fulani. Maandiko yamesema waheshimuni watu wote. Kwa sababu gani? Kila mtu unayemwona mtu wa Mungu hapa duniani, hapa ulimwenguni, ni wa thamani mbele za Mungu, ni wa muhimu mbele za Mungu, hata kana kwamba kwenye vigezo vya kibinadamu, kwa macho yetu ya damu na nyama, kwa akili zetu, kwa fikra zetu, kwa mitazamo yetu, tunawaona baadhi ya watu hawana thamani kwenye maisha yetu, hawana umuhimu kwenye maisha yetu. Ni sawa kwa mitazamo yetu, kwa vigezo vile vya kibinadamu, lakini mbele za Mungu kila moja ana thamani kwa Mungu. Kila mtu ana umuhimu kwa Mungu. Kila mtu kwa vigezo vya Mungu ni wa thamani, ni wa muhimu. Kwa Mungu anapotuagiza kwamba tuheshimu watu wote, ni kwa sababu Mungu, ukisoma kitabu cha Mithali 16:4 amesema kwamba Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Kwa hiyo kila mtu unayemuona maadamu yuko hai hapa ulimwenguni, maadamu alizaliwa, manake hakuzaliwa nje ya kusudi la Mungu. Alizaliwa kwa sababu Mungu ameamua huyo mtu azaliwe. Haijalishi alizaliwa kwa namna gani, maadamu amezaliwa na yuko hai, liko kusudi la Mungu ndani yake, na uko mpango mkakati wa Mungu ndani yake, au kazi maalum ya Mungu ndani yake. Sasa mtu wa Mungu, kuwadharau watu au baadhi ya watu ni kujitengenezea mazingira ya wewe au kumzuia Mungu siku Mungu atakapotaka kuinua maisha yako, kuyabadilisha maisha yako yawe katika hali ya ukuu, au kuyaokoa maisha yako kutoka kwenye mikono ya uharibifu. Ni kumzuia Mungu, kwa sababu huwezi ukajua ya kwamba Mungu atamtumia mtu yupi kati ya wale watu unaowadharau. Sababu kwa vigezo vya Mungu ni tofauti na vigezo vya kibinadamu. Kwa huwezi jua kwamba wale watu unaowadharau wewe, yule mtu unayemdharau wewe, huna uhakika gani kwamba huyo mtu Mungu amemtoa kwa ajili ya maisha yako. Na kwa sababu ya mtizamo huu wa kibinadamu, kuwadharau baadhi ya watu na kuheshimu baadhi ya watu, ni ngumu sana Mungu kumtumia mtu fulani unayemdharau kwenye eneo fulani ambalo Mungu alipanga amtumie kwa ajili ya manufaa yako. Ni ngumu. Kwa Mungu atakachokifanya ni kwamba ni kugairi ile jambo ambalo alitaka alifanye kwa bali ya maisha yako, mpaka pale utakapojifunza kwa bali ya kuheshimu watu wote. Sababu hata huyo mtu akija kwako akakueleza jambo la msingi kutoka kwa Mungu, hautamwelewa. Hata kama ilikuwa ni jambo tu lolote ambalo linakuja kuyabadilisha maisha yako, au linakuja kuleta wokovu na usalama maisha yako, hutamwelewa. Kwa sababu gani? Una vigezo vyako vya kibinadamu mbele ya huyo mtu, kwamba huyu mtu hafai, huyu mtu ni wa kawaida, huyu mtu kwa vigezo vyako hana umuhimu kwako, hana thamani kwako. Wapo ambao wana vigezo kwako, wana thamani kwako, wana umuhimu kwako kuliko yule mtu. Sasa Mungu atakapomtumia yule mtu, ni ngumu wewe kumpokea, kumkubali, ni ngumu. Kwa Mungu atasitisha mpango wake kwako hata kama ulikuwa baraka, kwa sababu tu ya kuwadharau baadhi ya watu. Ndio maana Mungu anapoagiza kwamba waheshimuni watu wote, ana maana yake. Hivi wangejuaje wale wafungwa ambao alikuwa amefungwa nao Yusufu mle gerezani kwamba Yusufu siku moja atakuwa waziri mkuu? Wasingejua, sababu ndani ya maisha ya mtu kuna vitu vya siri ambavyo vimefichwa na Mungu, ni ngumu kuvijua kwa macho ya damu na nyama. Ndio maana tunaambiwa tuheshimu watu wote.
Hivi wangejuaje ndugu zake wale askari, ndugu zake Daudi na mzee Yese mzazi wake, au na marafiki zake na watu wake wa karibu wote, wangejuaje kwamba siku moja Daudi atakuwa ni mfalme? Wasingejua, kwa sababu ndani ya maisha ya mtu kuna vitu vingi vya kisiri ambavyo Mungu amevificha, ni ngumu kuvijua kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo tunahitaji kuheshimu watu wote ili kumruhusu Mungu wakati ukifika wa majira yake, anapotaka kutuinua kwenye maeneo fulani ya maisha yetu, anapotaka kutokoa kwenye mikono ya adui, kwenye mikono ya uharibifu, kwenye hatua fulani za maisha yetu, ili tupate wokovu, ili tupate kufanikiwa, kwa sababu Mungu anatoa watu kwa ajili ya maisha ya mtu. Mungu anatoa mtu kwa ajili ya maisha ya watu. Ukisoma kitabu cha Isaya 43:4, Mungu ana sifa ya kutoa mtu kwa ajili ya watu. Mungu ana sifa ya kutoa watu kwa ajili ya maisha ya mtu. Sasa isije katokea wale watu ambao unawadharau ndio Mungu aliotoa kwa ajili ya maisha yako. Sasa Mungu kwenye kila hatua ya mtu ameweka watu. Sasa usije kumdharau mtu kwa vigezo vya kibinadamu na usijue kwamba huyo mtu baadaye atakuwa nani, kwa sababu hujui huyo mtu baadaye anaweza akawa ni kiongozi, au akaja akawa ni bosi wako, au akaja akawa mtu fulani tu ambaye wewe hukumdhania. Na usije nizuia kesho yako ya mafanikio kwa sababu ya kuendekeza kudharau watu. Mtu wa Mungu, na kusii tujifunze kuheshimu watu wote, kwa sababu ipo siku moja yule ambaye hukumdhania kwa vigezo vyako vya kibinadamu, kuna kitu ambacho hata kwa fedha yako visingekusaidia, hata kwa usomi wako visingekusaidia, lakini kwa msaada wa Mungu kupitia mtu fulani, kupitia watu fulani, vimekufanya upate huo msaada.